tushiriki ujumbe ambao unasema nguvu ya umoja. Nguvu ya umoja ndio ujumbe ambao tutakuwa nao, lakini kwa haraka nitaomba wasomaji wa vitabu na vitabu kama vitatu. Kitabu cha kwanza ni Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 mstari wa 42 mpaka wa 47. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 mpaka wa 47. Lakini mmoja afungue kitabu cha Matendo sura ya 4 mstari wa 3 peke yake, halafu mwingine atafungua Mwanzo 11 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Ujumbe wangu kama nilivyosema ni nguvu ya umoja. Mimi nimetafsiria kwamba umoja ni vitu kuanzia viwili, ni vitu au watu kuanzia wawili ambao wenye nia moja, lengo moja na kazi moja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kama kuna tafsiri nyingine, lakini umoja ni vitu au watu kuanzia wawili wenye lengo moja, wenye nia moja na kazi moja. Wasemaji wengine wanasema umoja ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake hawa wawili au watatu au wengi wana mpango mmoja, hiyo ndio inaitwa umoja. Yaani hao hawatenganishwi, kwenye lengo wanalolenga linakuwa moja na wanafanya kwa pamoja. Nimesema vitu au watu kwa sababu umo pia makundi ya wanyama. Ukiangalia mara nyingi sana huwa kwenye umoja wao huwa wanaenda kwa nia moja. Kuna wengine wadudu na kila kitu, lakini hasa tunaongelea kwa habari ya binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tunaliona kanisa la Matendo ya Mitume ambalo ni kioo cha kanisa la leo, ambalo hata kanisa linapotaka kuwa na uamsho tunakaa sana katika kanisa la Matendo ya Mitume, ambalo linaonyesha wazi kabisa kwamba kanisa linataka kuwaje. Lipo katika kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho tumekisoma, lakini pia ni kitabu ambacho kinatambulisha mwanzo wa kanisa ulivyokuwa, kinautambulisha mwanzo wa kanisa na matendo ya wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kuondoka, walichokuwa wanakifanya na kadri lilivyoendelea, na hata sisi tukapokea tunaenda nalo. Lakini asili yake utaikuta kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakati Yesu anawaaga wanafunzi wake, amesema kaeni mjini, msiondoke mpaka mtakapovishwa uwezo utokao juu. Lakini kwenye mstari wa sura ya kwanza mstari wa 8 Matendo ya Mitume utakuta nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, ili baada ya hapo sasa muwe mashahidi. Maana walibaki wanakusanyika pale wakimsubiri Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ndipo kanisa aliposhuka, ndipo kanisa lilipoanza kufanya kazi. Yesu alisema watulie pale kwanza, wavishwe uwezo na nguvu inayotoka juu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba tuangalie mambo matano ambayo yalionekana katika ujumbe huu. Mambo matano kwa watu wanaoandika. Jambo la kwanza anasema kuwa na moyo mmoja na roho moja. Kuwa na moyo mmoja na roho mmoja. Kwenye ile sura ya 4 Matendo ya Mitume mstari wa 32 ndo unakuta hilo neno lipo pale. Asema hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja na roho moja. Maanake kulikuwa hakuna kitu ambacho kinatenganisha. Hakuna mtu ambaye katika lile kanisa alikuwa na wazo tofauti na mwingine. Mawazo yao na mipango yao ilikuwa inaendana, na ndio maana kanisa lilipata nguvu. Tunaliona kanisa ambalo lilikuwa la ajabu sana. Amesema walikaa kwa umoja, hata wakati mwingine wasema lilienda juu zaidi, wakawa na vitu vyote shirika. Maandiko yanasema kwamba hata wote walikuwa naona, hakuna mtu anayesema hiki kitu ni cha kwangu peke yangu. Vilikuwa vinaonekana ni vya watu wote. Ule umoja waliokuwa nao ulikuwa hauwezi kutenganishwa na adui, kwa sababu walikuwa wameshibana. Ni watu ambao wanaendana kwenye kila kitu wanachokifanya. Ndio ambapo kanisa la leo linahitaji umoja wa aina hiyo, pasipo kuwa na utengano. Jamani, amina. Na kutembea kwao ilikuwa ni kitu kimoja. Maana hao walikaa hekaluni
wakiwa katika utulivu, mipango yao inafanana, nia zao zinafanana, hakuna kitu ambacho kitaingilia kati na kuwatenganisha. Yaani walikuwa wakiona mtu mmoja fulani kapungukiwa, wanaliziba lile pengo haraka. Wakiona kipawa fulani cha kihuduma kinainuka, wanakisapoti kile kipawa. Wakiona karama fulani inainuka, wanakiinua kile kipawa. Lakini wakiona mtu fulani kanisani haonekani kwa pamoja, wanafuata, wanauliza kuna shida gani? Yaani kulikuwa na utulivu kwamba wakiona kuna pengo lazima wafuatilie kimetokea nini. Wanaliziba lile pengo kwa mapema tu, alafu wanaziba. Walikuwa na moyo mmoja. Walikuwa hakuna mtu wa kumsema mwenzie vibaya, hakuna mtu wa kumfikiria mwenzie vibaya. Wote wana lengo moja na safari moja na mipango yao ni moja. Focus yao ni kwenda kwa Baba. Kila mtu alikuwa anamwona mwenzie ni ndugu yake kwa kila mazingira. Kila mtu alikuwa anaona mwenzake ni mtu mmoja ambao wapo katika safari moja ya kuelekea mbinguni. Kwa hiyo walikuwa hawataki hata mtu mmoja aumie. Ndani kulikuwa na umoja ambao ulitikisa mpaka wakuu wa makuhani na Mafarisayo, ya kwamba hao watu mbona wamekuja na kitu cha tofauti. Hata wakati ambapo adui alitaka kupenyeza kwenye Matendo ya sura ya 5, adui akapenyeza kupitia Anania na Safira, Mungu akasema ya kwamba sitaki kanisa langu na umoja uliopo uchafuke. Mapema tu Anania na Safira wakaondolewa. Kwa hiyo katika umoja huu, hata kama adui atajitokeza, hataweza kupenyeza. Hata kama ataingia, atatoka, kwa sababu mmeshibana, hakuna eneo la kupenyeza. Huu ulikuwa ni umoja wa ajabu sana. Wameingia Anania na Safira, wameongea uongo pale mapema tu, akasema kanisa langu haliwezi kunajisika. Mapema akawatoa kwenye kanisa la aina hii. Hata kama dhambi itapenya, itakuwekwa wazi. Hata kama shetani ataingia, atatoka. Huu muunganiko utamtoa, atashindwa kustahimili kwa sababu ya kushibana kwetu. Lakini lazima tuwe na mshikamano. Ni moja ya kitu ambacho cha muhimu sana katika uamsho. Muone mwenzako kama ndugu yako. Hata kama kuna kapengo fulani, kuna kanani fulani kamejitokeza, kale kapengo kazibe. Ule uhitaji wa mwenzio uzibe. Ile huduma ya mwenzio isapoti. Ukiona kitu fulani cha mwenzio anafanya, maadamu ni mtu pamoja na wewe unaenda mbinguni, ziba kale kapengo na Mungu atakubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili nisema kudumu katika fundisho. Kudumu kwenye fundisho. Hapa ndipo ambapo panajengwa msingi. Kwenye ile sura ile ya 2 mstari wa 42 utakuta kuna hilo, nasema walikuwa wakidumu katika fundisho la mitume. Yaani katika ule umoja walikuwa wanadumu kwenye kile wanachofundishwa. Wale watu kwa kipindi kile walikuwa wanafundishwa hasa wapate kuamini na kujua ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na pia ni Mungu. Mafundisho yalikuwa makubwa ya aina hiyo. Kila kunapokucha, kiu ya ndani ya wanafunzi ilikuwa ni kutaka kusikia habari ya Yesu na kujifunza na kuelewa. Kilichopungua nyakati hizi ni kukaa na kudumu kwenye fundisho. Kilichokuwa kikubwa kimeharibu wakati mwingine njia ambazo watu watakapomjua Mungu ni kuto kukaa katika fundisho. Na inafasi ambayo hata maadui, mitume na manabii wa uongo wameingilia. Watu wa Mungu wengi hawataki kukaa kwenye fundisho la Bwana. Unaona kuna mabadiliko mengi sana, lakini wale mafanikio yao walikubali kudumu kwenye fundisho. Wengine huwa wahesabu kwa shule ya wanafunzi ni kitu kwao, ni jambo la msingi sana, kwa sababu ndipo tunapojengwa watu kupata kujua Mungu, kupata kujua nifanye nini. Sasa kipindi chote walikuwa na shauku ndani. Kama unaamini ndicho kipindi cha Yesu, wakati Yesu anahubiri injili yake kwenye zile injili 4, kila kunapokucha watu walikuwa wanamuwai Yesu kwenye masinagogi. Wanafuata nini? Wanafuata lile fundisho la Yesu. Wanataka kumfahamu Yesu vizuri. Wanaamuka, wanakwenda, wana daftari, wana peni na kila kitu, wanaandika mafundisho. Siku hizi wanaoandika ni wachache. Ndio maana asilimia kubwa sana ya washirika ambao tupo leo, hata kama ujumbe uliohubiriwa hapa, mfuate ndani ya miaka 30 muulize mnajifunza nini, kasahau. Kutokukaa kwenye fundisho.
Kukaa kwenye fundisho lazima uwe unapokea kinachofundishwa, unakitumia, alafu kiishi kwenye maisha yako. Haya ni mafanikio yaliyoachiliwa kwenye kanisa la Matendo ya Mitume. Ile kiwa ndani ilikuwa kubwa, ambayo kanisa leo linataka tuwe na shauku kwa ajili ya kujifunza. Yaani ili wewe ujione kwamba ni moto. Kitu cha kwanza lazima ujue ndani yako kuwe na hamasa ya kusoma neno, ndani yako kuwe na hamasa ya kuhudhuria ibada, ndani yako kuwe na hamasa ya kujifunza. Udumu kwenye neno la Mungu, udumu kwenye mafundisho yanayofundishwa, ili adui anapokuja au kuja mzizi ndani yako uliojengwa tayari kwa njia ya Kristo Yesu. Hapo utikisiki. Lakini kama mafundisho kwako yanapita tu, Biblia kwako sio kitu, kwako umekuwa mzigo hata kusoma Biblia, na kwa hiyo umeanza kuingia uvivu wa kujifunza, jiweka ndani kumeanza kufa. Ukiingia uvivu wa kusoma Biblia, jiweka ndani kumeshaanza kufa. Lazima katika uamsho huu tupate kuamka. Penda fundisho. Watu wengi sana wameshindwa kuchukua. Yaani siku unapofika kwenye ibada, uwe unaenda ukiwa na lengo ya kwamba naenda nikapokea nguvu itakayosababisha hii wiki yote nitembee nayo. Nenda ukiwa na lengo kwamba nitakalo lipokea leo. Ndio utakuwa mwongozo wa Mungu kumaliza mpaka hii wiki ishe. Lakini ukitoka tu ukiwa mkavu, faida uliyofika kwenye ibada haipo. Na kitu fulani nilijifunza kwenye wiki ya kwanza ile niliongea. Kidogo iliniumiza, lakini nataka tu niseme. Kikao kilikaliwa ofisini kwa habari ya vacation, ya kwamba tunachagua vikundi vile vinakesha. Kweli vilichaguliwa na baadhi vinakesha. Lakini siku moja akaja mchungaji fulani alikuwa na ubiri. Akasikia tangazo kutoka kwa katibu kwamba kuna vikundi vimechaguliwa kila siku hiyo inakesha kuanzia saa 6. Alipouliza yule mchungaji ya kwamba wakina nani wangependa kujiunga, hata mmoja. Wakina nani? Yule mchungaji kwanza alisema hivi, hiki nimekipenda, ningekuwa jirani hata mimi ningejiunga. Lakini akauliza ni kina nani ambao wangependa hiki kitu kifanyike. Kimya, kanisa lilinyamaza kimya. Yale maombi sio kwamba yalikuwa tu yamejadiliwa kwa muda huo. Yalikuwa ni namna ambavyo Mungu anataka kuliamsha kanisa. Ilikuwa ni namna Mungu anavyotaka watu wawe na nafasi ya kumtafuta Bwana. Uliwe mkiwa katika umoja huu, yaani yule mkuu wetu au askari wetu akisema geuka kushoto twende huku, wote tutageuka kwenda. Akisema geuka nyuma tunakwenda. Maana umoja ule unasababisha hata kanisa linakuwa na moto. Ile kidogo ilinihuzunisha kwa sababu atakuwa aliondoka na kufikiria wale waombaji au tujenge kiu ya ndani. Ili kanisa lilikuwa na nguvu kwa njia hiyo. Hata Mafarisayo walipata tabu sana kulingana na hawa watu ambao walikuwa ni watu wa tofauti, wamejengwa, wapo vizuri. Mitume wakipanga kitu, wakisema tutafanya kitu fulani, hawa watu hakuna walikuwa na bisha. Wote walikuwa naenda kwa mtazamo ule ule. Na ndio maana kipindi kile Petro amekamatwa, amewekwa gerezani, kanisa kwa pamoja liliungana likasema hapa hatukubali mpaka Petro atoke kule. Walipoomba, Biblia inasema mpaka mahali pale walipoombea palitikisika, na Petro akarudi akiwa na nguvu. Njia zote zilimwachia akapata kupita. Hiyo ni umoja wa kanisa. Pengo linapoonekana linazindika. Nataka kurudi kwenye mfumo wa kanisa la Matendo ya Mitume kama nilivyosema mara ya kwanza. Lakini nataka Bwana ataachilia baraka na vipawa vitaanza kutenda kazi. Bwana ataachilia baraka, alafu na vipawa vitaanza kutenda kazi. Naomba turudie mstari wa 43. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 43. Kama bado mtu amefungua au rudie. Matendo ya Mitume sura ya 2:43. Wasomaji wa Biblia.
kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Nasema kila mmoja akaingiwa na hofu, na ishara na ajabu nyingi sana zikafanywa na mitume. Ule umoja ulisababisha Mungu kuachilia nguvu sana kwenye kanisa. Ule muunganiko ulisababisha Mungu kuinua vipawa mle ndani, na hofu ilimwangukia kila mmoja. Alitembea akiwa na hofu ya Mungu, kwa sababu ni ule mshikamano uliokuwapo ndani ya kanisa. Mungu alifufua vipawa, ishara na miujiza zilitendeka, shuhuda nyingi zilifanyika. Ni kwa sababu hawa watu walikuwa wameshikana, walikuwa kitu kimoja, lengo lao ni moja, wanaenda pamoja, mawazo yao ni mamoja, wote wanaelekea mbinguni. Hawamuoni mwenzie kama adui. Wakiona huduma wanaisapoti, wakiona mwenzake kashuka kidogo, inuka, tembea uende. Wakiona mwenzake anapoa, wanasema Mungu akutie nguvu. Lakini cha ajabu, wakati mwingine mtu Mungu akimpandisha, wengine atakuwa kumshusha. Hiyo ni moja ya sababu ya kutokuwa na uamsho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani lengo la Mungu ni kuona kila mtu anamuona mwenzake kama kitu kimoja. Sio mtu Mungu anaanza kumuinua kihuduma, Mungu anamuinua kwenye uimbaji, Mungu anainua kwenye karama fulani, lakini mawazo yako yanakuwa ni kumshusha kwamba kwa nini ni yeye. Hiyo sio ule muunganiko wa kimungu. Ule muunganiko wa kimungu, wakiona mtu fulani kwenye uimbaji anainuka, mtu fulani kwenye huduma fulani anakwenda, kazi yao ni kusapoti ile huduma iongezeke, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba sisi ni mwili wa Kristo. Maana yake kitu kidole kimoja kikitukuzwa, ili vyote vinatukuzwa. Kama kichwa kikitukuzwa, hata huu mwili wote unashangilia. Yaani tumekuwa wakati mwingine, labda nilikuwa nijifunza kwenye habari ya mpira, namna ambavyo wanaunganaga, wanacheza mpira wakiwa kama timu, wanaenda pamoja kama timu. Goli likifungwa na mtu mmoja, wote wanashangilia, hakuna mtu anayechukia. Yaani wote, yaani wale wanacheza kwa ajili ya timu. Na ndivyo ambavyo tufanye sisi kama kanisa. Kiungo kimoja kikiinuliwa, wote twende. Kiungo kimoja kikionekana kimeumia, wote tunahuzunika pamoja nacho, tunakuwa kama kitu kimoja. Kanisa litainuka likirudi kwenye hili hali. Mungu ataachilia vipawa, ataachilia karama, zitatenda kazi. Karama zitafanya kazi ndani ya kanisa. Na kwa bahati nzuri sana, tuko kwenye kanisa ambalo Mungu ameweka mchungaji ambaye anaruhusu kila kitu kitende kazi, karama zifanye kazi. Ameachilia kwa kila mtu. Hata kama utaamua, Mungu atakuinua tu. Lakini lani, Mungu ataliongeza kanisa. Mungu ataliongeza kanisa. Mungu ataliongeza kanisa. Sikiliza, huu muunganiko wala hawakuhangaika kwa ushuhudiaji. Biblia inasema walikuwa wanamega mkate nyumba kwa nyumba. Walikuwa wanatembea nyumba kwa nyumba. Kumega mkate sasa inaweza kusema kufundishana. Sio kwamba kila siku ndio wanakula kwa mwenzia. Inaweza katokea. Lakini kufundishana kila siku nyumba kwa nyumba. Mwenda kwa huyu, hawa walikuwa na mgeni wanamega mkate, kwa maana ya kwamba hata meza ya Bwana nyumba kwa nyumba walikuwa wanakwenda. Walikuwa watu ambao yaani hawataki kumuona mwenzie hayupo hiyo siku. Watakufuata nyumbani. Leo zamu ya kubatisa, tunaenda tukamwangalia mwenzetu anaendeleaje. Wakifika pale watafundishana, wataelimishana, lakini kwa kusikia tu hizo habari na muunganiko ulioko Elshadai. Sikiliza, kule hawatahangaika kusikiliza kushuhudiwa, watakuja wenyewe kanisani, kwa sababu kanisa limeungana na limekuwa kitu kimoja. Halijaruhusu nafasi yoyote ya adui kuingia. Ule mmoja amesema Mungu akaliongeza kanisa, likaongezeka, likawatisha maadui zao. Wakasema hapa tunafanyaje? Wakajadili mipango ya kulishusha, lakini ikaonekana kwamba Bwana akiinua kanisa, ni nani atakaye lishusha? Hayupo. Mungu
akishasema ndio, anayepindisha ndio ya Mungu hawezi kujitokeza. Ila ni maamuzi yetu wenyewe, tunaamua kwenda. Hiyo ndio inategemea na sisi wenyewe. Point ya mwisho, hakuna litakaloshindikana. Hakuna litakaloshindikana. Hakuna litakaloshindikana. Ule mstari wa 11 kitabu cha Mwanzo, mstari wa 6 kitabu cha Mwanzo. Ni historia ambayo kikawaida ule umoja ulikuwa kwa ajili ya kufanya lengo baya, lakini sisi tunarudi kukilileta katika kufanya mambo mazuri. Hawa jamaa walikuwa chini ya injinia mmoja anaitwa Nimrod. Walikuwa wamepanga wasiweze kutawanyika katika uso wa nchi. Wakakusanyika kwenye ile nchi, wakapanga mipango. Sasa ili tusitawanyike tufanyeje? Biblia inasema wakajenga mnara. Walijenga mji alafu wakajenga mnara kwa ajili ya kuelekea mbinguni. Yaani kwa njia isiyofaa wapate kumfikia Mungu. Lakini kitu ambacho mimi nataka kujifunza, ambacho leo nimesema nguvu ya umoja, kwenye mstari wa 6 Mungu alipoona namna hao watu wanakwenda, amesema hao watu walikuwa ni lugha moja, taifa moja. Amesema na hili ndilo wanaolifanya hawa jamaa. Hatua za kujenga mnara zilikuwa zinakwenda zinatembea, kwa sababu wanaelewana. Lete tofali, wanaleta tofali. Lete udongo, wanaleta udongo. Hakuna mtu akisema kwa nini umenituma mimi. Wote wana nia moja. Mungu akaangalia mbinguni akasema, kwa umoja huu hawa watu wanafika huku. Kwa umoja walionao hawa watu wanakuja mbinguni. Akasema na tushuke tuwachafulie lugha zao. Lakini umoja wao, kule kukubaliana, umoja ulisababisha mpaka mbingu zikatikisika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasababisha mpaka mbingu zikasema tunashuka, kwa sababu wameshibana malengo yao. Amesema walikuwa na lugha moja, taifa moja, usemi mmoja. Hawa wote wanafanya mipango mimoja. Hakuna mtu mwenye mpango wa tofauti. Nataka niseme kitu kimoja, kwamba tunapokuwa kwenye muunganiko hakuna jambo litakalotushinda. Tukipanga mpango hautavunjika, kwa sababu wakisema twende huko tunaenda wote. Wakisema wakati ni wa vita, wote tunabeba silaha, tunamfuata adui. Hakuna mwingine ambaye atasema silaha yake ageuzie nyuma. Wote kulia tunakwenda. Wakisema kushoto, wote tunageukia huko. Nani atakaye kushinda kama tukiwa na muunganiko huo? Nani atatushinda kama tutakuwa na moyo mmoja? Nataka nikwambie, hawataweza, maana tupo pamoja, muunganiko mmoja, na Yesu atatuinua sana. Ni kitu ambacho kanisa linataka. Ndio Matendo ya Mitume yalikuwa na kitu kama hicho. Ndio maana kanisa lilikuwa linatikisika. Hata kuna wakati ambapo walitikisika wale Mafarisayo na makuhani, wakaingia ndani, wakakuta mtu mmoja Stefano, Mungu amemuinua na kipawa na karama kinatenda kazi. Wakaamua kushindana na Stefano, wakafeli, kwa sababu namna aliyokaa vizuri na Mungu. Walipojaribu kuua, wanaua Stefano, lakini wengine wanatawanyika, wanaenda kusema Yesu ni Kristo. Adui akiingia atashindwa. Kamati yetu inakuwa ni kitu kimoja, na mipango yetu ni focus ya kwenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninapomaliza namna tu ambayo ya kutafakari ujumbe wa Mungu vizuri, tunahitaji uamsho. Moja point ya msingi sana ni hii: kanisa lilikaa kwenye umoja na upendo ndani. Hakuna mtu ambaye ndani yake alikuwa na kinyongo na mwenzie. Hakuna ndani mtu hata mmoja ambaye alikuwa mpendi mwenzie. Hakuna mtu ambaye hakutaka huduma ya mwenzie iende. Hakuna mtu ambaye anataka mwenzie ashuke kiuchumi. Hakuna mtu alikuwa anamtakia mabaya wenzake, hayupo. Wote walikuwa na moyo mmoja. Kwa kanisa pia litakuwa tafakari lifikie hiki kiwango, ili uamsho utende kazi ndani ya mtu. Nimkaribishe baba aje amalizie, na mimi naomba niishie hapa. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Nguvu ya umoja. Nguvu ya umoja. Nguvu ya umoja. Angalia ni jambo gani linaharibu umoja katika maisha yako, katika moyo wako na wenzio. Ukisha kuwa na msuguano na mwenzako, Mungu hayupo mahali hapo. Tumeona ujumbe huu, jinsi kanisa lilivyokuwa na nguvu, na jinsi wale watu wa kitabu cha Mwanzo walipokuwa na umoja. Umoja ni zaidi ya kukaa pamoja, ni nia moja,
mawazo mamoja, mwelekeo mmoja, ukiwa na amani na wenzio wale mlio pamoja, kunakuwa na nguvu yenye umoja ambaye inaleta matokeo, na Roho Mtakatifu anashuka mahali palipo na umoja. Tazama hivyo vema na kupendeza watu wakae pamoja kwa umoja, ndipo Bwana anaamuru baraka na uzima. Fumba macho yako. Yamkini kuna mambo ambayo yanavuruga umoja, yanafanya wewe usimwone mwenzako kama wewe, moyo wako umefunga kwa mwenzako. Kuna watu ambao kuna mambo machache yalivuruga, halafu anakuwa na kinyongo na mwenzake, moyo wake unakuwa umeinama kwa mwenzake, moyo wake unakuwa na chuki kwa mwenzake. Na hiyo usitegemee Roho atashuka kwa nguvu kwako, akutumie kwa viwango, kwa sababu na kakitu kanako haribu umoja. Kama mtu yupo, sitakuita kufanya muda, unayehitaji neema ya Bwana, Bwana atengeneze moyo wako, atengeneze moyo wako, uwe na amani na watu wote. Hakuna yoyote ambaye anachefua moyo wako, lakini kama kuna kakitu kanako haribu umoja, nyosha mkono wako lipo, ili Roho Mtakatifu ashughulike na maisha yako. Wapendwa, ukiwa na kinyongo na mwenzako, una chuki na mwenzako, inawezekana kweli amekukwaza, awe wa ndani au awe wa nje, au aliamini au asiamini, usitegemee nguvu itashuka kwa viwango vikubwa. Nyosha mkono wako na mkono mwingine weka kwenye moyo. Kwa kuwa ni wengi, sema maneno haya wote kanisa. Sema, Bwana Yesu, umesema na moyo wangu kupitia neno hili. Nipo hapa, natamani umoja wenye nguvu katika mwili wako. Nisamehe, tengeneza moyo wangu, tengeneza mawazo yangu, tengeneza hisia zangu, na samehe wote walionikosea. Unisaidie Roho Mtakatifu kuniumbia moyo mpya, moyo safi, usio na kinyongo, usio na fitina, usio na uchungu na mtu yoyote. Nipo tayari kutengenezwa moyo wangu, moyo unaotetemeka unaposikia neno lako, moyo ulio safi ambao Roho Mtakatifu utachukua nafasi. Nipo tayari kufanywa kuwa chombo kile ambacho nataka niwe. Unisaidie. Jiombee napokuombea.